Kitambulisho tena hili nataka liweke sawa. Kitambulisho ni mali yake. Mimi nakuja kufanya tu assurance kajiandikisha. Chukua kitambulisho chako ondoka nacho. Sawa? Nataka niseme kitambulisho ni haki yake. Kwa sababu hata hiyo siku ikifika, siku na mawakala, siku kuna nani, wote wanataka kujua tu kwamba ana kitambulisho. Kitambulisho si cha kwenda kuweka kwa sanduku ati. Na mimi kama kiongozi wao ambaye nina mamlaka, nataka kujua vijana wangu mmejiandikisha, tumejiandikisha. Nionyesheni basi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kitambulisho changu hiki. Kama hicho. Asante sana. Kama hichi hapa. Tayari mwananchi wangu mmoja ameshaanza. Na mtu wa kwanza kuanza ni Mr. Faruk Karim. Lakini pia katibu mkuu hapa naye wa ushuru wa forodha, naye tayari wakala forodha. Na hii waandishi ndio nataka wameonyesha mfano. Ndugu Faruk Karim huyu hapa. Sasa hiki bado ni mali yake. Sikanipa tu nikione. Na mimi nimeona. Sasa mimi nitaandika tu. Wala sihitaji kuandika namba. Pengine nitaweka tu ndugu Faruk Karim, na hichi nimekiangalia, si cha kuhushi chenyewe, nikikigusa tu mimi nakijua. Bahati nzuri mimi ni mtu wa IT by profession, tena mwalimu wa university. Sio tu wale wachochoroni wale. Kwa hiyo nikikikamata hichi nafahamu kwamba hichi ni kitambulisho cha mpiga kura. Nikushukuru sana kaka yangu Faruk Karim kwa kuhamasisha wengine. Anaishi kwenye mkoa wangu. Nimekuja leo na rekodi tayari zimeshaanza kuwekwa. Lakini pia nimshukuru kaka yangu Ahmed, naye hichi hapa chake amesha kionyesha hapa. Hii sasa ndio uzalendo wenyewe huu. Kwa hiyo tusije watu wakakoti dini huo utakuwa ubabe. Maana atasema ubabe wa mkoa. Mimi nataka tu nione na nawarejeshea sasa hivi. Wala sikai nacho hata dakika moja. Kwa hiyo nikushukuru sana Faruk Karim. Ni hatua gani mtazichukua sasa kwa mtu ambaye mtakuta hana? Sasa hizo za kwetu ndani kwenye utawala wetu ndio tukasema busara tutajua kama tumshauri vipi. Kwa sababu pengine na hata kwa na reason, sio? Tutawaita tuwaulize ili mwakani tena asije akafanya kosa kama hilo. Baada ya miaka 5 asije akafanya kosa. Wewe kuondoka hapa alafu upigi kura unajisikiaje? Kesho Mungu anaenda kukuuliza wewe. Anaenda kukuuliza, je, mja wangu ulipiga kura? Wewe utamjibu nini? Maana ukiacha yale maswala tunaulizwa pale kaburini, malaika akija utamwambia hivi, malaika akija utamwambia hivi. Lakini Mungu unajua atakachokisema. Maana yeye alimama kana, alimama yakuna, walimama saa yakuna. Wala ukana kaifakana hakuna. Yeye ndo anajua, atatuuliza mengine ambayo si. Ukenda ukiulizwa hilo swali unajibu nini? Sijapiga kura. Kwa nini? Utiullah wa utiu rasul wa ulul amri minku. Au ulul amri minku wako mwatendea haki gani we? Na kura hukupiga. Niulize swali jingine. Zile taasisi ambazo ungebainisha zile ambao wako chini. Nimesema jamani kwenye wale nimezungumza. Wale wote ambao wako kwenye mamlaka yetu ya mkoa, hizo sekta ziko nyingi sana humo. Nimkataja mfano manispaa, kuna watendaji wafanya kazi, ngazi za wilaya, mkoa wenyewe, tuna taasisi sisi tuna affiliate nazo moja kwa moja. Tuna maafisa wa elimu humu, tuna waratibu, wale wote wana sekta zao, lakini wako kwenye compound yetu. Lakini wako watu ambao viongozi kama sisi, nikasema wanaoishi kwenye mkoa Mjini Magharibi. Akishasema tu, na wakati mwingine si lazima ataje ofisini, akanirushia tu bwana, RC changu hicho hapo. Mimi nikikiona hata kwa simu najua hichi ndicho. Jamani, mheshimiwa waziri fulani naye kanihakikishia. Ndio maana yangu hiyo. Acheni kuogopa. Mnaogopa nini? Au mzee hujaji. Na nyie hilo lisemeni with the positive. Yaani wala asinterpret mtu nini. Kwa sababu kujiandikisha mpiga kura ni haki ya kila mtu. Sasa wewe ushatimia umri, sifa zote unazo. Halafu una kitu chengine cha ziada. Umeshakuwa kiongozi kama msaidizi wa kiongozi mkuu. Halafu wewe kiongozi ndo mfano. Sasa umegeuka kama imamu. Unaambia watu Allahu Akbar wa sujudu, wewe mwenyewe unaogopa kwenda kuinama. Manake wewe uwe mfano. Ndio tunachosema hapa. Sasa tunataka tuone na sisi wale wanaokuja wakatusema mmoja mmoja. Maana haya nataka mwandishi ujue hapa. Wanakuja ordinary people tu, wananchi wa kawaida.
Mheshimiwa, mnatuambia sisi tukajiandikishe. Hayo madongo nilikuwa napigwa hata wakati ule nahamasisha. Mheshimiwa, mnatuhamasisha chi au viongozi wenzenu wengine hawajapiga kura. Sasa lazima tujifahamu. Sasa mwananchi leo ananijia hivyo, awe ana ushahidi awe hana, tuna umuhimu asiye kujitambua. Kwa hiyo nataka niseme kwenye hili with faith kabisa. Nataka kwa mkoa wetu tu, mimi nataka njitape kwamba mkoa wangu wa Mjini Magharibi, kila idara ya private ya government unayokwenda, mwananchi wa kawaida, wananchi wangu mimi wamejitahidi. Na haki hiyo mkweno wa mkoa kujitapa kifua mbele. Nikamwambia Mheshimiwa Rais, nikikwambia watu 800,000, watu 893,167 60 ngapi, karibia asilimia wa wapiga kura wote wamejiandikisha. Wapi watapiga sina uhakika, kwa sababu hilo moyoni kwao. Lakini mheshimiwa, wananchi wako, debe letu la kwamba wakajiandikishe limekizi. Maana sisi ndio tulikuwa tunatumiwa na serikali pia kufanya nini? Kuhamasisha wananchi wakajiandikishe. Sasa leo niwe na mamlaka ya kutangaza kwamba jamani kajiandikisheni na kuhamasisha kwa kushirikiana na tume. Lakini hata kujua basi haya ushaenda kujiandikisha, Ahmed nionyeshe kitambulisho chako. Na wajibu. Wala sikuulizi mimi wa macha matuka. Sijui tumeelewana. Sikuulizi, hilo linabaki lako wewe. Na hili lisinasibishwe na siasa. Mimi kama kiongozi nina haki ya kufanya hivyo, hasa kwa watu ambao nawasimamia. Ni sawa na baba tu nyumbani akikuuliza umesali leo, na hukumu za kwenda kusali utaulizwa wewe mwenyewe na Mungu wako. Lakini baba ana haki ya kukuuliza. Kwa sababu nini? Kwa sababu kullukum rai wa kullukum mas'ula raiyati, si ndio? Na mimi nina wajibu. Mkiambiwa hao ulul amri minku wenu na sie tumo, tuna haki ya lakini na nyie huko kina Faruk Karimu mnaowaongoza hawana nyie mmo. Maana na nyie mtaulizwa umewaongoza vipi waandishi wako, wasaidizi wako waandishi wa habari. Leo kiongozi ashaonesha mfano, nikushukuru sana Kafaruku sana. Yaani kama mtu ambaye mzalendo, tena hii toke sana kuwa namshukuru Mr. Faruku na mshukuru Sheikh Ahmed. Wananchi wa kawaida ambao sina punishment yoyote naweza kuwapa kama wafanyakazi wa serikali, lakini wamenionyesha kwamba hiki, na wananionyesha kwamba wao wako tayari kwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi kwenda kumfanyia mitano.